Tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Msifu Yesu Kristo. Poleni na safari. Na karibuni Kristo Mfalme. Ndugu zangu wapendwa, kama tulivyosema hapo mwanzo, adhimisho la misa takatifu kama ilivyo liturujia yetu, adhimisho kuu ni adhimisho la misa takatifu. Kwa kutambua uzito wa adhimisho la misa takatifu, ndio tunapojiweka chini ya maongozi ya Mwenyezi Mungu, ili mambo yetu yote yaanze na yeye na yahitimishwe na yeye. Kazi hii ama utume huu aliotuita tunahitaji kufanya chini ya nguvu ya Mungu. Tukifanya kwa nguvu zetu sisi wenyewe hatutafika ama tutajipoteza. Ndio maana tunaadhimisha misa takatifu kwa ajili ya kuombea yote yaweze kwenda salama. Katika masomo yetu tumesikia somo la kwanza linalotoka katika kitabu cha Wafalme. Ni somo linaloelezea wafalme wa mwishoni kabla ya Wanaisraeli kuchukuliwa kwenda utumwani Babeli. Tunamsikia mfalme huyu ambaye anatenda kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Aliacha sheria ya Mungu na kutumikia miungu mingine, na hivyo adhabu yake ikawa ni kuchukuliwa mateka chini ya jemedari wa Kibabeli Nebukadneza, anayekuja kuichukua nchi hiyo kutokana na mfalme wao kuongoza vibaya. Hivyo anamchukua, wanampeleka utumwani huko Babeli. Ndugu zangu wapendwa wa Kristo, Wakatoliki na Wakristo kwa ujumla, utumwani Babeli utasikia tena na tena katika maisha yetu ya Ukristo. Neno Babeli utalisikia tena na tena, ni kwa sababu ndio kipindi ambacho mambo mengi, maandiko mengi yaliandikwa wana wa Israeli wakiwa utumwani Babeli. Manabii wengi walitabiri wakiwa utumwani Babeli. Wapo waliotabiri muda mfupi kabla, wapo waliotabiri wakati wa utumwa, na wachache waliotabiri baada ya utumwa. Kwa utumwa wa Babeli ni kipindi muhimu sana kinachotufanya tujue maandiko matakatifu mengi. Sasa huyu mfalme aliacha njia ya Mungu, aliacha njia ya Mungu, ndio maana wakaingia katika adhabu hiyo ya kuchukuliwa kwenda utumwani Babeli, kwa sababu ya kujivuna, kwa sababu ya hali ya kutotaka kuelekea mapenzi ya Mwenyezi Mungu, inawapeleka katika adhabu hiyo. Hii leo somo linaweza kutujia sisi pia leo, wana utume wa kwaya kwa kata, wanakwaya wote, pengine yako mazingira mbalimbali katika utume wetu tunapofanya huko, yako mazingira ambayo tunaiacha sheria ya Mungu, tunaacha kufuata miongozo sahihi ya mababa wetu, miongozo sahihi ya viongozi wetu wa kwaya, na hivyo tuna hatari ya kuelekea katika utumwa. Tunaelekea katika utumwa pale tutakapoacha njia, miongozo inatuelekeza twende hivi, na wewe unakwenda njia nyingine. Kuna hatari ya kwenda katika utumwa kama hawa walipochukuliwa utumwani Babeli. Na sisi pia kuna utumwa wa kwaya, ndio tunaosikia kwaya fulani imefungiwa, kwaya fulani imeambiwa simbe, kwaya fulani, kwa sababu ya kuingia majivuno, kwa sababu ya kuingia kiburi, kwa sababu ya kuingia tamaa mbalimbali, kwa sababu ya kujikweza na kujiona kwamba sisi tunafanya kwa nguvu zetu. Hapo tuna hatari ya kwenda katika utumwa. Basi sisi wanautume wa kwaya tusiingie katika mtego huo kama mfalme Yoakini alivyopata, tusije tukaingia katika utumwa huo. Katika somo la Injili tunasikia Bwana wetu Yesu Kristo anapofundisha, na mwishoni sehemu ya Injili natuambia hata wanafunzi, hata waliokuwa wanamsikia, waliona anafundisha kama mtu mwenye amri, sio kama walimu wa kawaida, kutokana na mafundisho yake aliyokuwa anafundisha. Na anafundisha neno ambalo ni kali. Anasema sio kila mtu atakayesema Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. Sio kila mtu atakayesema Bwana Bwana ataingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye anayefuata, anayesikia neno la Mungu na kuliishi. Haya maneno tukiweka katika mazingira yetu, sio kila mwanakwaya anayesema Bwana Bwana, au sio kila mwanakwaya anayeimba. Kuimba tu hakutoshi, na ndio Yesu anaongezea zaidi ya kusema kwamba lazima tujenge nyumba zetu katika miamba iliyo bora.
la sivyo tutafananishwa na wapumbavu wanaojenga katika mchanga, wanaoweka msingi wao katika mchanga. Yesu anataka kukazia sio kusema tu Bwana Bwana, ama sio kuimba tu kunatutosha kwenda mbinguni, ama kuimba tu kunatufanya tutakasike. Juhudi binafsi zinapasika, juhudi za kujitakatifuza maisha yetu, juhudi za kuweka maisha yetu na upatanisho na maisha ya kisakramenti, sakramenti ya kitubio, sakramenti ya ndoa na maisha mengine yote adilifu kama Mkristo yanatupasa. Kwa kuimba tu peke yake haitoshi, bali tunapaswa kwenda mbele zaidi. Kwa hiyo katika somo hili Bwana wetu Yesu Kristo anatuhimiza kuimba tu Bwana Bwana, kusema tu, baadaye tunaonekana kwamba sisi tunakuwa kama sehemu ya burudani, tunawaburudisha tu watu wengine, bali maneno yetu tunaowaimbia watu, kwanza tujiinjilishe sisi wenyewe, tujiinjilishe sisi wenyewe na baadaye tuwainjilishe watu wengine. Basi ndugu zangu wapendwa, katika masomo haya yawe tafakari yetu katika siku hii ya kwanza ambapo tunafungua mkutano wetu, tunapofungua semina yetu, yawe mwongozo. Maneno yetu, matendo yetu, utume wetu wa uimbaji uakisi na maisha ya maandiko matakatifu, uakisi mafundisho ya kanisa, uakisi mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe, ili baadaye nasi tuungane katika kumwimbia Mwenyezi Mungu mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo.